dalali wa kwanza anaitwa Nyakonga alitoa eneo la huyu mzee, lakini akawa amegawa na eneo la serikali ya kijiji. Anawapaje? Yaani mimi naongelea acha serikali ya kijiji, eneo ambalo mzee alikuwa ameshtaki na mahakama akasema apewe mzee, ni ekari ngapi? Ni ekari 32. Si ndo apewe mzee? Ni sahihi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwenye kukazia hukumu, dalali ndo alipokuja kukosea akagawa na eneo la serikali. Hawezi kukosea, wakamatwe wawekwe ndani wote waliokosea. Unakoseaje wizi huo? Tukaanza kesi nao mpaka High Court, nikawashinda 2018. Mpaka sasa sijakabidhiwa eneo hilo. Hebu tuambie, mlishashindwa mahakamani lakini mzee hajapewa eneo lake. Nani analo hilo eneo? Mahakama ilihukumu nini? Mahakama ilimpa ushindi huyu mzee apewe ekari 32. Lakini sasa hizo ekari ziko wapi? Mheshimiwa, mimi naitwa Mwita Chacha Paulo wa wilaya Tarime vijijini, kijiji cha Nyalero. Kuna eneo limevamiwa na serikali ya kijiji cha Kiamakolele, tukaanza kesi nao mpaka High Court, nikawashinda 2018. Mpaka sasa sijakabidhiwa eneo hilo. Dalali alipokuja akaja akaboronga wale waliobomolea mpaka wamemishikia shamba, mpaka sasa hivi waliingia na mapanga, limekabidhiwa na serikali. Mpaka sasa wamo. Ni eneo gani? Naam. Ni wapi? Kata ya Nyalero, kicha Nyalero Kiamakolele. Haya, mwanasheria wa halmashauri wanafahamu wote. Hebu tuambie, mlishashindwa mahakamani lakini mzee hajapewa eneo lake. Nani analo hilo eneo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda nitoe ufafanuzi kwenye jambo la mzee kama ifuatavyo. Ni kweli hili jambo lilifanyika na mzee alipata ushindi. Wapi? Kwenye kijiji chake Makolele. Alishinda wapi? Alishinda kwenye mahakama kuu. Sasa kwa nini hamjampa eneo lake? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati anakazia hukumu aliteuliwa dalali wa kukazia hukumu anaitwa Nyakonga. Dalali Nyakonga alipokuja kukaza hukumu akawa ametoa eneo ambalo alimpa mzee, lakini akawa amegawa na eneo la kijiji lingine lilokuwa limebaki. Baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi ya mkurugenzi mtendaji iliandika barua kwa baraza la ardhi la wilaya kuomba yule dalali wa mahakama kutenguliwa kwa utekelezaji wake. Yale maombi yalikubaliwa na akateuliwa dalali mwingine anaitwa Josina. Dalali Josina alivyokuja kwenye kukazia hukumu akawa amegawa akampa eneo lake, lakini pia akawa amegawa na lile eneo la serikali ya kijiji kwa wananchi wengine 6. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgogoro huu katika kutatua alifika Mheshimiwa mkuu wa wilaya katika eneo la tukio. Baada ya kusikiliza wananchi wote, ikajitokeza wananchi wengine 6 waliokuwemo kwenye lile eneo wakamshtaki huyu mzee. Na hiyo kesi iko kwenye baraza la ardhi la wilaya na imepangwa kuhukumiwa tarehe 17 mwezi huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mahakama ilihukumu nini? Mahakama ilimpa ushindi huyu mzee apewe ekari 32. Lakini sasa hizo ekari ziko wapi? Ni eneo la Kiamakolele Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ziko wapi hizo ekari? Kwenye kijiji cha Kiamakolele. Sasa mahakama ilisha hukumu na ikasema apewe 32. Zimeenda wapi? Si apewe? Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda nirudie tena. Wakati dalali anakuja kukazia hukumu, dalali wa kwanza anaitwa Nyakonga alitoa eneo la huyu mzee, lakini akawa amegawa na eneo la serikali ya kijiji. Anawapaje? Yaani mimi naongelea acha serikali ya kijiji, eneo ambalo mzee alikuwa ameshtaki na mahakama akasema apewe mzee, ni ekari ngapi? Ni ekari 32. Si ndo apewe mzee? Ni sahihi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwenye kukazia hukumu, dalali ndo alipokuja kukosea akagawa na eneo la serikali. Hawezi kukosea, wakamatwe wawekwe ndani wote waliokosea. Unakoseaje wizi huo? RPC, hebu watafuta hao madalali wote waliofanya ujinga huo. Kamata, weka ndani, warudishe kwanza eneo hilo ndo wawe huru. Tunasumbuana kwa mambo ya wizi tu. Anakoseaje? Hukumu imesomeka kwamba huyu apewe eneo. Yeye anaendaje kujigawia kwa sababu ni la mzee? Hebu asakwe popote pale walipo, wakamatwe ili waweze kujibu hili jambo.
Ninyi wanasheria, ninyi mmesoma hukumu imesemaje? Mzee apewe ekari 32. Sasa yule anawezaje kugawa na mkaendelea kumwacha awe huru tu hivi? Anajigawiaje eneo la mzee? Kamanda wa polisi wa sako yao, kabla sijamaliza ziara, wao wameshakamatwa. Hebu mzee msimsumbue sana, atafute mwakilishi ambaye atakuwa anasimamia jambo hili. Tutakapokuwa majumuisho hapo, wao wameshakamatwa hawa. Na nataka mtu anayesimamia akakabidhiwe hizo ekari 32. Hivi si ndugu zangu, si mnaona watu wanavyoweza kucheza na haki za wenzao? Na mimi niwaambie hawa, nimekuja na dawa ya kuwatia adabu. Watashika, nitawatia adabu wote. Kamata, weka ndani, azitoke mpaka hizo ekari 32 zipatikane walizozigawa. Watu tumeacha kuheshimu hata vyombo vya sheria. Mahakama imeelekeza, kwa sababu kama hawakuridhika walitakiwa wakate rufaa, ndio taratibu zinavyosema. Haya, msaidieni mzee taratibu, msaidieni mzee taratibu. Msaidieni taratibu. Katibu, mtafutieni na mzee, mtafutieni na chombo cha kutembelea, mzee amechoka. Mtafutieni kifaa cha kutembelea, nini anaweza kutembea nayo.